اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي وعلى آله وأصحابه وعلى كل من تمسك بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فحياكم الله جميعا أيها الأحبة، والله أسأل أن يجمعني وإياكم في هذه الدنيا دائما وأبدا على طاعته، وفي الآخرة مع إمام المتقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، mwanzo kabisa narejesha shukrani za dhati kwa Muumba wa mbingu na ardhi aliyestawi juu ya arshi, wa huwa Allah, kwa neema zake chungu nzima ambazo kwamba anatuneemesha kwazo, akitueleza kwenye kitabu chake, wama bikum min ni'matin famin Allah, hamna neema ambayo kwamba inawapitikieni ama neema ambayo kwamba inawazungukieni, isipokuwa neema kama hiyo haitoki kwa mwingine ila inatoka kwake Muumba wa mbingu na ardhi. Twasema Allahumma lakal hamdu kullu wa laka shukru kulluhu, sifa zote njema ni zake yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu, na rehma na amani zimfikie role model wetu, mwalimu wetu mbora wa viumbe, Abul Qasim sallallahu alayhi wasallam. Ahibati fillah, kwa haraka nimekusudia Ijumaa yetu ya leo tukiwa katika mwezi wa Dhulqaada, tukiumaliza mwezi wa Dhulqaada tunaingia katika mwezi wa Dhulhijja, mwezi wa mwisho katika kalenda ya Kiislamu. Kabla sijaingia katika maudhu ambayo kwamba nimekusudia, ningeomba kwa dakika 2-3 tukumbushane utukufu wa haya masiku ambayo kwamba tuko ndani yake. Mwenyezi Mungu anatueleza tabaraka wa taala, inna iddata ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-din al-qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Mwenyezi Mungu anasema subhanahu, inna iddata ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard, ama kwa hakika idadi ya miezi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu ni miezi 12, na hii miezi 12 si miezi ya kidunia tunayojua Januari na Februari, hasha wa kalla, ni miezi anaitambua Mwenyezi Mungu Subhanahu, miezi ya Kiislamu. Kwa kitabu cha Mwenyezi Mungu, kitabu cha Mwenyezi Mungu kinatambua idadi ya miezi ni 12 tokea Mwenyezi Mungu Subhanahu alipoiumba mbingu na ardhi. Baada ya Mwenyezi Mungu kutaja jumla ya miezi yote 12, akatueleza katika hiyo miezi kuna minha arba'atun hurum, ndani yake kuna miezi 4 bora, ndani yake kuna miezi 4 mitukufu. Na hii ni sunna ya Mwenyezi Mungu,
hii ni kawaida ya Mwenyezi Mungu. Fa'alun lima yurid, Mwenyezi Mungu anafanya atakalo. Yas'al wala yus'al, Mwenyezi Mungu ndiye muulizaji, wala hakuna yeyote ambaye kwamba atakuwa na kifua cha kumuuliza Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anafanya atakalo. Katika hii miezi 12 Mwenyezi Mungu kwa hikma yake mwenyewe akachagua miezi 4, akaichagua ikawa ni miezi mitukufu, ikawa ni miezi bora, kama alivyochagua pepo ya Al-Firdaus, na kama alivyomchagua malaika Jibril, na kama alivyochagua mji wa Makka kisha mji wa Madina, na kama alivyochagua maji ya Zamzam, na kama alivyochagua siku ya Ijumaa, na kama alivyochagua usiku wa Lailatul Qadr. Naam, Mwenyezi Mungu vile vile akachagua miezi 4. Hii miezi imekuja katika sunna, anasema mtume wako sallallahu alaihi وسلم وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم 3 متواليات والشهر رجب مضر. Mtume wako akasema hii miezi 4 ambayo kwamba Mwenyezi Mungu hakuitaja hiyo miezi kwenye Qur'ani, ilikuja huko katika sunna ya mtume wako sallallahu alaihi wasallama. Mtume akatutajia hiyo miezi 4, akasema hiyo miezi 4 aliyochagua Mwenyezi Mungu nayo ni mwezi wa Dhul-Qa'da, mwezi ambao kwamba tuko ndani yake sasa hivi. Tukiwaga mwezi wa Ramadhani unaingia mwezi wa Shawwal. Mwezi wa Shawwal ukiondoka tu tunaingia katika hiyo mwezi aliyochagua Mwenyezi Mungu, huu mwezi ambao kwamba tuko ndani yake, mwezi wa Dhul-Qa'da. Na mwezi wa Dhul-Hijja, mwezi ujao, mwezi ambao kwamba mahujaji wanajiandaa kwenda kutekeleza mojawapo katika nguzo 5 za Uislamu, kwenda kuizuru nyumba kongwe ya Al-Kaaba. Mwenyezi Mungu awafanyie wepesi kila wenye nia, Mwenyezi Mungu awafanyie saali katika safari yao tukufu ambayo kwamba wanajiandaa kwayo, na wale ambao kwamba hawajafaulu Mwenyezi Mungu awajalie mwakani. Na mwezi utakaofuata baada ya Dhul-Hijja, mwezi wa Al-Muharram, ndio mwezi wa kwanza katika kalenda ya Kiislamu. Hii miezi 2 imepatana kwa utaratibu wa kalenda ya Kiislamu: Dhul-Qa'da, Dhul-Hijja, Al-Muharram, na kuna mwezi mmoja uko peke yake, nao ni mwezi wa Rajab. Katika hii miezi, ndugu Waislamu, baada ya Mwenyezi Mungu kusema dhalika dinul qayyim, Mwenyezi Mungu akatoa tahadharisho kwa kusema fala tadhlimu fihinna anfusakum. Waislamu, tahadharini tena na tena, msije mkadhulumu nafsi zenu ndani ya hiyo miezi. Miezi yote haifai kudhulumu nafsi zetu. Miezi yote 12 haifai kuwasiwa Mwenyezi Mungu, lakini kuwasiwa Mwenyezi Mungu katika hii miezi ambayo kwamba Mwenyezi Mungu alitaja wazi fala tadhlimu fihinna anfusakum. Wanatueleza ulamauna al-ajilla, wanatueleza wanazuoni wetu, kuna baadhi za nyakati na baadhi za sehemu mtu akifanya ibada anapata thawabu zaidi. Na naam, kuna baadhi za nyakati na baadhi za sehemu mtu akifanya madhambi anapata madhambi zaidi. Ala sabili mithali, wale ambao kwamba wanaswali hii swala tunayoiswali ya Ijumaa, wanaitekelezea katika haram, mji wa Makka ama mji wa Madina, wanapata thawabu zaidi kuliko mimi na wewe ambaye kwamba tunaiswalia katika miji yetu. Kwa nini? Na watasikiza hutuba kama mnavyosikiza, na wataswali rakaa 2 kama tunazoziswali. Kwa nini wapate thawabu zaidi kuliko mimi na wewe? Kwa sababu wameitekelezea hiyo ibada sehemu aliyochagua Mwenyezi Mungu, sehemu tukufu, nayo ni haram ya Makka, nayo ni haram ya Madina. Na yeyote ambaye kwamba atafanya ibada usiku wa Lailatul Qadri, na
yote kwamba kafanya ibada usiku wa leo, usiku wa Lailatul Qadri, unapata thawabu zaidi. Kwa nini? Kwa sababu ni usiku anaochagua Mwenyezi Mungu Subhana. Na naam, yeyote na yeyote atakayemwasi Mwenyezi Mungu nje ya hii miji miwili anapata madhambi zaidi yule ambaye kwamba anamwasia Mwenyezi Mungu Makka na Madina. Yeyote atakayemwasi Allah usiku wa Lailatul Qadri, na yeyote atakayemwasi Allah usiku wa leo, atakayemwasi Allah usiku wa Lailatul Qadri anapata madhambi zaidi, kwa sababu ni usiku aliochagua Allah. Na hii miezi ambayo kwamba tumeingia ndani yake vile vile wanatueleza wanazuoni wetu, fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu nafsi zenu ndani ya hiyo miezi. Ni miezi mitukufu, ni miezi aliochagua Allah kwa hikma anayoijua yeye Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala. Kwa haraka ahibati fillah, nimependa hotuba ya leo tuweze kukumbushana, tuweze kuambizana kuhusu utukufu wa kiswatul muhtajina wal ihsanu ila alfuqara. Jambo zima la kumvika nguo yule ambaye kwamba anahitajia hizo nguo ni maudhui ambayo kwamba inaweza kuwa ni maudhui ya nadra, ni maudhui ambayo kwamba inaweza kuwa ni maudhui si sana kuisikia, lakini ipo haja tu wenye kuambizana, maadamu ni mlango mojawapo katika milango ya kumpelekea mtu kuingia peponi. Wa huwa kiswatul muhtajina, kuwavika nguo wale ambao kwamba wanahitajia, والإحسان إلى الفقراء, na kuwafanyia ihsani watu ambao kwamba Mwenyezi Mungu aliwapa mtihani wa maisha. Nitawaombeni kwa heshima na taadhima, fa'iruni alquluba wal asma, tegeni masikio kwa makini, mzisongeze nyoyo zenu karibu kwa huu muda mchache ulioko mbele yetu, tuweze kunasihiana, tuweze kuambizana, asa tukatoka na kauli ya sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, anasema mtume wako rehma na amani ziminikie, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah. Yeyote ambaye kwamba atamwondeshea ndugu yake Muislamu uzito ambao kwamba ako nao katika mazito ya kidunia, huyo mtu Mwenyezi Mungu atamwondeshea mazito katika mazito ya siku ya Kiyama. Aljazau min jinsi al-amali, kama unavyofanya ndivyo utalipwa kwa kipimo hicho hicho. Yeyote ambaye kwamba atamwondeshea ndugu yake balaa iliyomsonga, balaa inayomtatiza katika mabalaa ya kidunia, huyo mtu asidhani umepotea. La, anasema mtume wako sallallahu alayhi wasallama, na wewe vile vile katika mazito ya siku ya Kiyama Mwenyezi Mungu atakuondoshea. Na kama tunavyojua siku ya Kiyama si siku sahali, dhalika yawmun asirun ala alkafirina ghayru yasirin. Qur'an ikituelezea siku ya Kiyama inajaribu kutuondoshea pazia uione iko vipi siku ya Kiyama. Mwenyezi Mungu anakuambieni dhalika yawmun asirun, hiyo siku ni siku nzito, ni siku ambayo kwamba ma min nabiyin illa wa huwa yabki nafsi nafsi, hakuna katika manabii wa Allah,
hakuna katika mitume wa Allah ila kila mtume analia nafsi yangu, isipokuwa mtume wetu sallallahu alayhi wasallama analia ummati. Hiyo siku ni yawma yafiru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Ni siku watu watakimbiana. Utamkimbia ndugu yako, utamkimbia mke wako, utamkimbia mume wako, utamkimbia mtoto wako. Likulli minhum yawma idhin sha'anun yughnihi. Kila mtu anazungumza na moyo wake. Mwenyezi Mungu akiuliza lile jambo, nitasema nini? Likulli minhum yawma idhin sha'anun yughnihi. Kila mtu ana jambo linamsumbua katika moyo wake. Hiyo siku ni siku nzito. Mwenyezi Mungu atateremsha jua, itakuja kwa vichwa vya waja, watu watatokwa na majasho. Kuna mwingine jasho lake litamfikia kwenye macho ya miguu, mwingine jasho lake litamfikia kwenye magoti yake, mwingine itamfikia kwenye tumbo lake, mwingine kwenye shingo, mwingine huyo anazama katika jasho lake, na jasho linatokota, jasho linachemka. Hiyo siku kila mmoja atataka msaada wa Allah. Mtume wako anasema, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasa Allahu anhu min kurabi yawmil qiyama. Yeyote ambaye kwamba atamfanyia ndugu yake Muislamu wepesi kwa jambo lolote zito ambalo kwamba analo katika mazito ya kidunia, naye Mwenyezi Mungu atamfanyia wepesi katika mazito ya siku ya Kiyama. Ndugu Waislamu, katika hawa maskini, hawa watu ambao kwamba Mwenyezi Mungu aliwajalia maisha ya chini, ambao kwamba tunaishi nao ima mitaani wetu ama pembezoni ya miji yetu, ipo haja tubishe mlango wa Allah, ipo haja tubishe mlango wa Allah kwa kutafuta radhi za Allah, kwa kuwatupia jicho la huruma watu kama hawa. Wangapi ambao kwamba sasa hivi hasa na hii wakati wa mvua yote inawamalizikia, hawana pa kulala, hawana cha kujifunika, si baba si mama si mtoto, wanahangaika sehemu mbalimbali na ni ndugu zetu. Na anasema mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad idha ishtaka minhu udhun tadaa lahu sairul jasadi bis-sahri wal umma. Mfano wa Waislamu wa kikweli katika kuhurumiana kwao na kusikitikiana kwao, Waislamu wa kikweli na katika kuoneana imani baina yao. Mtume alipiga mfano akasema ni mfano wa kiwiliwili. Kwenye mwili wako unapougua, sikio moja la kupa uzito, sikio moja la dunda, ama jino la gonga, usiku hautosema sikio potelea mbali, ewe jino potelea mbali, wacha nilale. Hautopata usingizi, homa itakupanda, usingizi utaruka. Kisa na maana ni kwa ajili unaumwa na sikio, kisa na maana ni kwa ajili unaumwa na jino. Huu ndio mfano ambao kwamba alitupigia mtume wetu sallallahu alayhi wasallama, na ndio maana waliyafahamu maneno haya masahaba wa mtume wetu sallallahu alayhi wasallama. Walikuwa wepesi wa kuwaondolea uzito ndugu zao wakati ambao kwamba wanahitajia uwepesi kama huo. As-Siddiqul Umma alimkomboa Bilal ibn Rabah. Alipita Bilal anaadhibiwa, anateswa na Makuraish, akawa ya kumkomboa ndugu yake kutoka Habash,
kwa ajili ya kumkomboa ndugu yake ambaye kwamba hawahusiani kwa damu lakini wanahusiana kwa imani ama kwa itikadi. Ndugu Waislamu, jambo la kutupia jicho la huruma watu wasiojiweza, anasema mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, ittala'tu fil jannati fara'aytu akthara ahliha alfuqara. Katika mambo ya ghaib, mtume alifunguliwa pazia akaiona pepo ambayo kwamba mimi na wewe tunatamaa tukiondoka duniani tuingie katika pepo kama hiyo. Tumuombe Mwenyezi Mungu atuingize peponi bila hisab wala adhab. Mtume anasema sallallahu alayhi wasallam, ittala'tu fil jannati fara'aytu akthara ahliha alfuqara. Niliangalia peponi nikaona wengi waliojaa peponi ni watu ambao kwamba duniani walikuwa ni watu hawana uwezo, watu ambao kwamba walikuwa hawana mbele hawana nyuma. Hawa ndio watu ambao kwamba mtume aliwaona peponi. Kuwa na bishara njema ewe ambaye kwamba Mwenyezi Mungu amekupa mtihani wa kimaisha kidunia, kuwa na bishara kwa maneno ya mtume wako sallallahu alayhi wasallama. Ewe ambaye kwamba bado una changamoto za kimaisha, mtume wako anasema sallallahu alayhi wasallama, wengi aliowaona peponi ni watu mafukara. Sharti lazima awe ni maskini ambaye kwamba alikuwa na subra, na ni maskini ambaye kwamba alikuwa anatafuta malipo kutoka kwa Allah, si maskini mwenye kumwasi Allah. La, yeye kuwa maskini haikuwa sababu ya yeye kuwa mbali na kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu. Ni maskini pamoja na umaskini wake alikuwa ni mwenye kutafuta radhi za Allah. Anaswali, ni maskini. Anafunga, ni maskini. Anasoma Qur'an, ni maskini. Anabisha milango yote katika milango ya ibada kwa sababu ya kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naam, tizama Bilal bin Rabah katika maskini wa kisahaba, mtume anamweleza sallallahu alaihi wasallam, ya Bilal, nimekusikia wewe zako unatembea peponi. Alikuwa katika macho masahaba ni katika maskini, hana mbele hana nyuma. Abdullah ibn Mas'ud katika mafukara, katika maskini, katika safu ya masahaba. Mtume anasema ibn Mas'ud, iqra alayya alquran, nisomee chochote katika Qur'an. Anafuata huyu sahaba maskini au ni mwenye kumsomea mtume Qur'an. Ashabu sufa, masahaba ambao kwamba walikuwa wameketi msikitini, kazi yao ni ibada na kuchukua elimu kwa mtume sallallahu alayhi wasallama. Miongoni mwao akiwa ni Abu Huraira, miongoni mwao akiwa ni Abu Huraira. Mtume aliwaombea dua, ewe Mwenyezi Mungu waridhie ahli sufa, waridhie hawa watu ambao kwamba wanaketi katika msikiti, hawana mbele hawana nyuma, kwa ajili ya ibada na kwa ajili ya kuchukua elimu. Ndugu Waislamu, kwa nini tukaja na maudhui kama haya? Ipo haja tuwe umma wa vitendo, haitoshi maneno tu. Mwenyezi Mungu anasema kul i'malu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Huu ni umma wa vitendo, si umma wa maneno. Haifai kupanda juu ya mimbar na kuzungumza na kuishia juu ya mimbar. La, yatakiwa tuwe umma wa kutaharak, yatakiwa tuwe umma wa vitendo. Tuna mashruu ambayo kwamba tutaifanya kwa kiasi cha mwezi mzima katika huu mwezi wa Dhulqaada, ya ukusanyaji wa nguo ambazo kwamba zimetumika. Tusema nguo ambazo kwamba zimetumika, na ndani ya majumbani mwetu tuna nguo mpya na zilizotumika. Kila uchao tununua nguo mpya, si baba si mama si watoto, tunanunulia nguo mpya kila wakati. Tunazozihitajia ni nguo ambazo kwamba zimetumika. Kwa kiasi cha mwezi mmoja tutazikusanya kwa ajili ya kuwakumbuka ndugu zetu sehemu za Tana River
ambaye kwamba wanapitia changamoto hasa kwa wakati kama huu, wakati wa mvua. Katika wiki ya kwanza Dhulhijja, tukikaribia Eidul Adha, tutakuwa ni wenye kuwapelekea yeyote ambaye kwamba ana nguo za kiume, nguo za kike, nguo za watoto, viatu, chochote ambacho kwamba kitawafaa ndugu zetu sehemu kama hizo, awe ni mwenye kuleta katika msikiti wetu huu wa Sakina. Tuwe ni wenye kutafuta radhi za Allah, tuwe ni wenye kubisha mlango wa Allah kwa kukumbuka watu kama hawa. Baadhi yetu ndani ya majumba nguo kama hizi tunazitupa kama taka. Twakuomba hiyo nguo yako huenda ikawa kwako ni taka, lakini kwa mwingine ikawa ni stara ambayo kwamba akiswali nayo unapata thawabu ikiwa juu ya mwili wake. Furaha ambayo kwamba umeitia katika moyo wake, haujui huenda ikawa ni sababu ya mimi na wewe kuingia janna, ikiwa kuna mtu alikutana na rehema za Allah kwa kumnyesha mbwa maji, kwa kumnyesha mbwa maji. Wewe kumvika ndugu yako Muislamu vazi juu ya mgongo wa ardhi, akawa ni mwenye kusujudu na hiyo nguo na kusema subhana rabbiyal a'la. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه فإنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله. لا خيرا لمن كان لله عاصيا، وقد فاز المتقون كما قال عز وجل إن للمتقين مفازا. وأكثروا الصلاة والسلام على نبيكم كما قال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، هذا ما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان. الله ورسوله منه بريئان، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنسه، وأعوذ به أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة، والق به في جهنم، وأقم الصلاة.